sifa adimu kweli. Yaani ukiweza kuwa mwaminifu, mkweli, alafu unafanya kazi sio mvivu, huwezi kukosana na mtu, huwezi kulala njaa, huwezi kukosa hela. Na sisi hizo ndo sifa tunazozifundisha hapa. Na wadada wengi kinachowarudisha ni kukosa hizo sifa. Mnakuja hapa warembo, wazuri, hivi tu kwa mwonekano, nasemaga mashallah, si ndio? Lakini sasa ukitaka watu waseme mashallah, tabia. Anza na tabia, usianze na sura. Usianze na Kiingereza. Kiingereza hakikusaidii mdogo wangu, hakitakufikisha popote. Watu kibao wanalalamika huko mitaani, wanaongea Kiingereza. Wengine sasa hivi na Kichina na nini wameongeza lugha kibao, lakini bado maisha magumu. Wanakosa zile goldi tabia yani tabia ambazo sio za kawaida. Ukitaka kufanikiwa duniani hapa, dili na tabia zako. Hivyo vingine vije kama added value. Unaongea Kiingereza, mtu anafurahia, utamsaidia mtoto wake hivyo. Lakini kama Kiingereza ndio utatembelea kama basic yako, kigezo chako namba 1, hakitakusaidia. Kwa hiyo bibie karudishwa uvivu cha uvivu. Alafu pia ndio hizo issue za kujichukulia vitu vya bosi, si ndio? Hapay attention, unaambiwa kanyooshe, unaenda kufua, unaenda kuloweka. Umeambiwa usitumie washing machine kwa vinguo vile vitatu. Bosi akiondoka, akipiga jicho tu kaondoka, ndio huo uaminifu. Anaingia kwenye mashine ya kufulia, anaweka nguo 2-3, bosi ndio hivyo anageuka, anarudi, anakuta. Unapoteza uaminifu kwa vitu vidogo. Mwishowe ndio mtu anakuona ni huyu wa nini. Bora tu hata dada wao. Mimi naambia wadada ukweli. Kinachowavuta mabosi kulipa hizo hela ni hizi sifa tunazowaambia, tunazowafundisha hapa. Utakapokwenda nyumbani kwake, asipoziona, ataona ni bora atumie hela ndogo 50,000 kumlipa mdada atakaye mwokota huko, kuliko kuja huku kwenye taasisi ambayo tunajinadi tunawafundisha tabia njema na maadili wanayoyataka, alafu nafika kule amfanye. Hicho kitu hata ingekuwa ni mimi, siwezi kuendelea kumlipa mtu hela zote hizo 200,000, alafu hana tofauti na dada ambaye nikiagiza kijijini tena anaweza kuperform kuliko hata yeye. Kwa hiyo jamani, mnatuangusha. Sasa sisi hapo tuambie kosa letu liko wapi? Salma, umerudishwa. Haya, sema kosa letu sisi kama Wadada Center. Kipi hatukifanya kwako? Kwanza ulikaa na sisi muda mrefu kwa sababu ya uvivu wako. Ndio ujue kwanza hapa na ushahidi tosha kwamba sisi hatupangi mtu kazi kirahisi. Tukisha kuona una madosari, wewe mwenyewe ulikuja na expectations za 500,000. Tukakurudisha mpaka 200,000. Tena hiyo 200,000 yenyewe tukakwambia sasa kazi kwako. Wewe uende ukamuonyeshe bosi wako unastahili 300,000. Lakini miezi 4 huyo hapa umerudi. Hiyo miezi 4 yenyewe nimeongea naye mpaka juzi mara mwisho mwenyewe nikamwambia kwa kweli kwa leo maana angekuwa amesharudishwa kabla miezi 4. Na mimi madam tumpe last chance. Mpaka mara mwisho nikamwambia hii ni last chance tunakupa. Lakini bado na maana sisi tumeendelea kukuombea, tunaona upate hiyo tumpe chance. Sisi mnataka tufanyeje jamani? Salma, hebu sema mnataka sisi kama Wadada Center tufanyeje? Maana kama ni kuwasaidia, msaada wetu hapo mkubwa sana, kuwa guide, kuwaelekeza, kuwaombea pale mabosi wenu wanapoona mapungufu na kuwapigia simu kuwaambia jamani, hebu rekebisha kitu hiki na hiki na hiki na hiki, lakini bado wewe unapata changamoto kwenye nini? Au ndio wale wadada mnataka tu kuolewa mpake na mkae nyumbani? Hapana nini sasa? Maana kazi ndio hivyo, utaki uvivu. Unafikiri utaenda kwenye nyumba ya nani kwa uvivu? Hata kwa mume siku hizi mabwana wenyewe unafikiri wanataka watu wa kukaa tu weka miguu juu. Mimi naambia labda na mtu ambaye atakuwa na wafanyakazi kama wangapi wa kwa order around, yeye afanye chochote. Kwa sababu sidhani kama kuna ambacho ataweza kufanya. Utamtoa wapi? Labda Uarabuni. Waarabu bado wana hiyo culture. Uarabuni sio ukawe dada wa kazi, ukawe mke wa mtu. Akuwekewa mwenye hela. Sasa sijui itakuwaje kumpata. Sasa una mipango gani? Mipango yako baada ya bosi kukataa unafanyaje? Na feedback zako kuna ya uongo hapo katika hizi feedback? Kwa sababu tunaweza kumpigia madam. Nadhani atapokea. Atapokea? Tukimpigia atapokea.
Kuna chochote ulichosingiziwa? Hapana. Hamna. Basi hamna. Okay. Hamna, usimpigie. Kwa hiyo unasemaje sasa? Umeishiwa pozi nini? Sema. Maana mnasemaga dada center wanakaa upande wa mabosi. Sisi tunawafundisha jamani, tunawasaidia. Sio kwamba tunakaa upande wa mabosi, tunawasaidia mjenge hulka ya kufanya kazi, lakini na tabia zinazohitajika kwenye kazi ili muweze kufanikiwa. Hii ni kwa ajili yenu. Kwani hiyo miezi 4 uliokaa hapo, si wewe ndio ulikuwa unalipwa mshahara? Ukiachilia mbali dhamana ambayo tunasema hiyo ni ya kushikilia mkataba ili umalize. Maana sisi pia unaona tuko hapa, tuna wafanyakazi, tuna ofisi, tuna vitu kibao. Umekaa na sisi muda mrefu. Kuna kila siku watu kula. Hizo zote kosti lazima tuangalie tunafanyaje. Kwa hiyo dhamana ni either ukimaliza mkataba unarudishiwa, au mkataba wako ukikatikia njiani kwa uzembe wako, bosi inabidi apewe mwingine. Apewe dada mwingine. Na sisi kama ofisi pia uweze kucontribute. Maana hatuwezi kuwa tumeweka effort yote hiyo kukujenga, kukusaidia, alafu tuache tu hivi hivi. Inabidi na wewe ufanye commitment. Ujue kabisa nisikifanya uzembe kuna kitu na lose. Kuna kitu napoteza. Lakini nia yetu ni njema kabisa, wewe ufanikiwe. Hakuna hata mdada mmoja ambaye tuna nia ya kusema tunataka sisi tumkate hela yake. Si hatunayo mama. Ikitokea, yani imagine huyu amekupigia simu mara ngapi? Sawa, kukuambia jirekebishe hapa. Why? Kwa sababu tunataka ufikie malengo, umalize mwaka ili upate haki zako zote zinazostahili, lakini na lengo ambalo lilikuleta hapa ulitimize. Ndio kazi yetu tunayoifanya kwa uwazi kabisa, transparent. Na ndio maana sisi pia tunafanya hichi kipindi ili mtu anayeongea pembeni huko aje alinganishe na maneno yetu na mafundisho yetu tunayowafundisha, yale tunayosimamia. Ukisema sikupata dhamana yangu, tuseme kwa nini ukupata. Ulifanya uzembe, ukakatisha mkataba kwa uzembe wako. Sasa sisi tutakusaidiaje hapo? Hiyo ni responsibility yako. Lazima uwajibike kwa upande wako. Kwa hiyo nakusikiliza wewe, unasemaje sasa? Mimi kwanza nirudi kwanza chuo nikasome kidogo, then ndipo niendelee tena na kazi. Una hela za kwenda kusoma? Hapana, nitafuta tu short course kwanza, nirudi darasani, sio kwenye kazi tena. Short course unaenda kusoma bure? Hapana, sio bure. Nani anakulipia? Nitafuta ambao kidogo. Mdhamini upo? Sponsor hivyo, si ndio? Wadada akishashindwaga kwenye kazi sasa wanaelekea kwenye maisha ya wadhamini. Hapana. Sponsor hivyo. Nataka ukasome nini? Mapishi nadhani. Mapishi. Ama la kufanya usafi. Nataka nikajiongeze huko. Then ndio narudi tena kwenye kazi. Hilo la uvivu utafanya. Na mimi nilikuwa naanza hata kusomea mapishi au usafi. Bado uvivu kama uko utarudi pale pale. Kuacha uvivu pia ungebidi angeanza na hiyo. Sasa short course ya kuacha uvivu ni kupambana kupitia huu mradi wa Wadada Center ndani ya mwaka mmoja. Yaani ukiweza kutoboa mwaka, unafanya kazi hapa, maana yake utakuwa umenyooka kwenye uvivu. Kwa sababu kitendo cha kuweza kuamka mapema saa 11, saa 10, 10:30, 11, ukiweza kuwa unafanya hivyo consistent, maana yake tayari mwili wako unaanza kuadapt. Ukiweza kufanya majukumu ya bosi wako vile anavyotaka yeye, hata kama mistakes zinatokea za kibinadamu, lakini anajua kabisa sio intention yako, anakuona kabisa wewe ni mpambanaji. Maana yake ndio chuo cha kuacha uvivu. Lakini ukisema eti unaacha kazi uende huko ukasome short course ambayo unaenda masaa 2 unarudi, yani unaenda sasa hivi ndio unarudi kwenye uvivu pro. Kwa taarifa yako, sikukatishi tamaa, lakini nakwambia kwa sababu shida yako kubwa ulionayo ni hiyo ya uvivu. Hizo zingine ni vitu ambavyo wewe ungeweza kujiongeza ukiwa kazini. Tuna dada hapa alikuja analipwa 100,000 lakini sasa hivi ni 500,000. Yule Grace anasoma online, anajua vitu vingi, anafanya usafi vizuri, analea watoto vizuri na kupika. Vyote vitatu kavisoma online akiwa kazini. Kwa hiyo alianza hapa akiwa na dada traditional, kipindi hicho tuna traditional 100,000, baadaye tukampa ya 200,000, baadaye tukampa ya 300,000, sasa hivi anaenda 500,000. Kwa sababu kila tunapokutana naye kuna vitu kaongeza vingi sana. Ukimuuliza umeongezea wapi, anakuambia online.
simu yake ni shule, kwa sababu sasa hivi vitu vinapatikana online. Na sisi hapa hatuangalii tu cheti, kwa sababu kuna watu wanakuja na cheti lakini wabovu hujawahi kuona. Kwa hiyo si hatuangalii cheti peke yake, tunaangalia cheti na uzoefu. Lakini pia ukiwa chini ya mradi wetu, kadiri unavyozidi kumaliza mkataba na tunapata sifa nzuri kutoka kwa bosi wako, na wewe mwenyewe unatuonyesha ushahidi. Maana unakaa hapa tunakupa jiko, kupika unapika. Tuko kwenye hii nyumba unafanya usafi, tunauona, tunajua kabisa level yako ilimefikia wapi. Kwa hiyo mimi ningekushauri nenda katafakari, kama uko tayari urudi mzigoni ukafanye kazi. Sio useme naenda kuongeza elimu, kwa sababu shida yako kubwa bosi wako hajalalamikia elimu yako. Amelalamikia uvivu ulionao na kutokufuata maelekezo, tabia. Shida yako kubwa ni tabia na uvivu. Nimekusikia madam. Yeah. Haya, karibu. Haya, asanteni. Haya.